الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya 6 suratul Luqman anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas, na kuna miongoni mwa watu man yashtari lahu alhadith, ambao wananunua maneno ya upuuzi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin, ili wawapoteze watu kuwatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala fasina ya elimu, wayattakhidhaha huzwa, na wakachukulia mambo hayo kuwa ni upuuzi. Qala Mujahid rahimahullah kasema wayattakhidhu sabila Allahi huzwa yasta'zi'u biha, wakaichukulia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni upuuzi, wakawa wanafanyia kejeli njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ulaika lahum adhabun muhin, bila shaka watu hao watapata adhabu ya udhalili. Watu gani? Watu ambao wanauza maneno ya upuuzi ili kuwapoteza watu na kuwatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakachukulia njia ya Allah kuwa ni upuuzi na kuifanyia kejeli. Bila shaka watu hawa watapata adhabu yenye kuumiza na udhalili siku ya kiyama. Ibadallah, suila ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an hadhihi al-aya. Ibn Mas'ud al-Amridhi akaulizwa kunako aya hii, wa minan nas man yashtari lahu al-hadith, kuna miongoni mwa watu ambao wananunua maneno ya upuuzi. Akaulizwa maneno ya upuuzi hayo ni maneno yapi? قال akasema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-ghina, maneno ya upuuzi ni nyimbo. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, namwapa yule ambaye hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki, yuraddiduha 3 marrat. Ibn Mas'ud maneno haya akayakariri mara 3, akamwapa Allah mara 3 na kuzungumza kuwa maneno ya upuuzi ambayo ni sababu ya watu kupata adhabu ya udhalili siku ya kiyama ni nyimbo. Ibadallah, waruya عن ابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير أنهم قالوا له الحديث الغناء. vile vile kapokelewa kwa Ibn Abbas
na Al-Hasan al-Basri na Ikrima na Sa'id ibn Jubair wote wakatafsiri aya hii kuwa maneno ya upuuzi ni nyimbo. Bila shaka nyimbo ni sababu ya watu kupata adhabu ya udhalili siku ya kiyama, wal iyadhu billah. Ibadallah, wa qala ta'ala, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana salatuhum 'inda al-bayt illa mukaan wa tasdiya. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهم المكاء الصفير والتصدية التصفيق. anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haikuwa sala ya washirikina kwenye nyumba ya Maka isipokuwa walikuwa wanajikurubisha kwa Allah kwa kupiga firimbi na makofi. Hiyo ndio ilikuwa ibada ya ahlul jahiliya katika nyumba tukufu ya Maka. Walikuwa wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupiga firimbi na makofi, ndio ilikuwa ibada yao. Ibadallah, قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرح مسائل الجاهلية. شيخ الفوزان حفظه الله alipokuwa anasherehesha مسائل الجاهلية ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, akasema ومن هنا يؤخذ تحريمها هاتين الخصلتين الصفير والتصفيق. katika alipozungumzia masala ahlul jahiliya namna gani walipokuwa wanajikurubisha kwa Allah kwa kupiga makofi na firimbi, akasema kwa hili tunachukulia uharamu wa firimbi na kupiga makofi, wa illam yaqsid al-insanu bihima al-ibada, hata kama mwanadamu atakuwa atakusudia ibada, lianna dhalika tashabbuhan bil mushrikin, kwa sababu kutumia firimbi na kutumia makofi ni kujifananisha na washirikina. Watasfiqu inma abahahu an-nabiy alayhi salatu wasalam lin-nisa'i khassa 'inda al-haja. Ama kupiga makofi, Mtume alayhi salatu wasalam amewaruhusu wanawake peke yao kipindi wanahitajia jambo hilo. Katambihi al-imami idha saha fi salat, kama mfano imam anaposahau kwenye sala, mwanamke anamkumbusha imam kwa kupiga makofi. lima fi sautiha idha kanat bihadrati ar-rijal min al-fitna, kwa sababu sauti ya mwanamke anapokuwa pembeni au karibu na wanaume ni fitna. Kisha akasema wala yajuzu lirrijal an yatashabbaha bilkuffar wala bilmar'ati fi at-tasfiq. Kwa hiyo haijuzu kwa mwanaume kujifananisha na wanawake kwa kupiga makofi wala kujifananisha na makafiri. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, aya hii ikaja ikaharamisha firimbi na makofi. Kila jambo ambalo linafanywa wanatumia firimbi, wanatumia makofi, bila shaka jambo hili linaingia katika uharamu. Sawa, hii michezo ya Kirundi inhore wanatumia makofi, wengine wanatumia firimbi, yote yaingia katika haramu. Kwa hiyo aya ya kwanza inaharamisha nyimbo kwa ujumla, na aya ya pili vile vile inaharamisha nyimbo hata kama hawajatia ala za nyimbo. Watu wakatia makofi peke yake au wakatia firimbi peke yake, inaingia katika uharamu. Ibadallah, وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوم عليه الصلاة والسلام katika hadith ya Abu Amir al-Ash'ari akasema la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira ay az-zina, katika umma wangu watakuja watu ambao watahalalisha zina. Watu watakuwa wanachukulia zina kuwa ni jambo la kawaida, watu wanazini hadharani, watu wanatangaza uzinifu hadharani. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam wal harira, na vile vile watahalalisha mavazi ya hariri kwa mwanaume, kwa sababu mavazi ya hariri kwa mwanaume ni haramu. Wal khamra, vile vile watakuja watu watahalalisha pombe. Wal maazif, na vile vile watahalalisha al maazif. Hadithi kaipokea Imam Abu Daud na vile vile Imam al-Bukhari rahimahumullah ta'ala. Qala Ibn Hajar fi al-Fath wa fi hawashi ad-Dimyati, Imam Ibn Hajar rahimahullah katika kitabu chake Fathul Bari akasema katika hawash za Imam ad-Dimyati al-maazif, akatafsiri nini maana ya maazif.
akasema ad-dufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi, maazif ni madufu na vingine ambavyo sio dufu katika vitu ambavyo vinatumiwa kwa kupigwa, sawa ngoma, sawa gitari, kila chombo ambacho kinatumiwa katika kuimba kinaingia katika al-maazif. Kwa mtume akasema watakuja watu ambao watahalalisha vyombo vya nyimbo. Watu watatumia ngoma, wanatumia gita, wanatumia madufu na mengine. Kisha akasema faduf watablu lughatan wa shar'a min al-ma'azif allati warada an-nas bitahrimiha au bitaharimihima. Kwa hiyo dufu na ngoma kilugha na kisheria vinaingia katika maazif ambayo dalili imekuja kuviharamisha. Ibadallah, ama jambo la dufu, asili ya dufu ni haram kwa watu wote isipokuwa sehemu ambazo sheria imeruhusu kwa mwanamke. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akasema rukhisa lin-nisa an yadribna bid-duf fil a'ras wal afrah, wanawake wameruhusiwa kupiga dufu kwenye harusi na kwenye furaha. Wa amma ar-rijal ala ahdihi falam yakun ahadun minhum yadrib biduf, ama wanaume zama za mtume hakuna mwanaume yoyote ambaye alikuwa anapiga dufu. Kisha akasema wala yusaffiqu bikaf, wala hakuna mwanamke ambaye alikuwa anapiga makofi zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال. akasema الحافظ ابن رجب رحمه الله, na kwa hilo wengi katika wanawazuoni wakasema kuwa kupiga dufu kwa ajili ya kuimba hairuhusiwi kufanya hilo kwa wanaume, fa innahu min at-tashabbuh bin nisa, kwa sababu kufanya hivyo kwa wanaume ni kujifananisha na wanawake, wa huwa mamnu'un anhu au minhu, jambo hilo limekatazwa. Hadha qawlu al-Awza'i wa Ahmad, hii ndo kauli ya Imamu al-Awza'i na Imam Ahmad, wa kadha dhakara al-Hulaimi wa ghayruhu min ash-Shafi'iyya, na hiyo ndo kauli ambayo kaitaja Imam al-Hulaimi na wengine katika madhhabu ya Imam Shafi'i. Kwa wakasema kuwa dufu hairuhusiwi kwa mwanaume, isipokuwa dufu inaruhusiwa kwa mwanamke baadhi ya sehemu. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله vile vile Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah tasema wastudilla biqawlihi wadribu ala anna dhalika la yukhtassu bin nisa, wakatulia dalili kauli yake mtume aliposema wadribu, pigeni dufu, wakasema kuwa jambo hilo sio haswa kwa wanawake peke yao. Akasema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah lakinahu dha'ifun, kila hadithi ambazo zimekuja katika sigha ya kumruhusu mwanaume apige dufu, hadithi hizo ni dhaifu. Wal ahadithu alqawiyya fiha al-idhn fi dhalika lin-nisa, ama hadithi zenye nguvu ni zile ambazo zimekuja kuruhusu wanawake peke yao. Fala yaltahiqu bihinna ar-rijal, wala wanaume waingie katika jambo la dufu li'umumi an-nahyi 'an at-tashabbuh bihin, kwa sababu ya katazo ya wanaume kujifananisha na wanawake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, waqala al-faqih ash-Shafi'i Ibn Hajar al-Haytami, vile vile akasema Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, haka al-Imam al-Bayhaqi an shaykhihi al-Imam al-Hulaimi wa lam yukhalifuhu, anasema amesimulia Imam al-Bayhaqi kutoka kwa shekhi wake al-Hulaimi na hakumkhalifu katika hilo. Akasema shekhi wake anna idh abahna duf, sisi tunaporuhusu dufu fa innama nubihuhu linnisa'i khaswa, jambo la dufu tunaruhusu wanawake peke yao. Wa ibaratu minhajihi wa darbu ad-duf
la yahillu illa linnisa, kisha akasema na kupiga dufu haihalalishwi, si halali isipokuwa kwa wanawake peke yao, li'annahu fil asli min a'malihin, kwa sababu katika asili dufu ni katika matendo ya wanawake. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, na mtume alayhi salatu wasalam amewalani wanaume ambao wanajifananisha na wanawake. Leo tizama baadhi ya masufi, hata wanaume dume nzima anakamata dufu anapiga. Jambo hili bila shaka ni kujifananisha na wanawake. Imeruhusiwa dufu kwa wanaume kwa wanawake peke yao, tena sio kila mahali. Kuna sehemu ambazo wanawake wameruhusiwa. والخلاصه اولا ان الطبل محرم في اي حال وعلى كل احد. cha kutambua ni kuwa ngoma kama ngoma, hapana dufu, ngoma ni haram katika kila hali na kwa yeyote yule. Bimaana ngoma ni haram kwa mwanamke, ngoma ni haram kwa mwanaume, ngoma ni haram kwa mkubwa, kwa mtoto ni haram ngoma. Na kuipiga sehemu yoyote ile, li'annahu min al-ma'azif allati lam tustathna min al-asl, kwa sababu ni katika maazif ambayo haikutolewa katika asili. Bimaana ngoma yenyewe pia ni haram kwa watu wote. Thania anna ad-duffa min al-ma'azif al-muharram على الرجال الضرب بها على أي حال وفي أي مناسبة. أما دف inaingia katika uharamu kwa mwanaume. Mwanaume akipiga dufu ni haramu kwake katika hali yoyote au katika munasaba wote ule. Mwanaume akipiga dufu ni haramu. Thalitha annahu rukhisa fihi linnisa, dufu imeruhusiwa kwa wanawake. Waliswaghirat khaswa, na kwa wanawake wasichana wadogo peke yao. Wa fil a'rasi wal a'yad faqat, na imeruhusiwa wanawake na watoto wadogo wa kike wapige dufu kwenye harusi na kwenye laidi peke yake, si sehemu nyingine, kwenye harusi na kwenye laidi peke yake. Rabi'a anna sama'a ar-rijali lahu min as-saghirat mubahun fil a'ras wal a'yad faqat, wanaume kusikiliza dufu ambazo zinapigwa na wasichana wadogo inaruhusiwa, lakini kwenye harusi peke yake na kwenye laidi peke yake. Khamisa annahu la yajuzu ad-darbu bihi fi al-munasabat al-ukhra, haijuzu kupiga dufu katika munasaba zingine kinyume na laidi na harusi. Ama katika mambo mengine hairuhusiwi hata kwa mwanamke wala msichana mdogo kupiga dufu. Sadisa annahu la yajuzu sama'uhu min ashritati al-kasit illa fi al-munasabatayn allatayn rukhisa lana fihima, na vile vile hairuhusiwi kusikiliza dufu hata kwenye radio wala kwenye simu yako au kwenye TV. Hairuhusiwi kusikiliza dufu isipokuwa kwenye harusi na kwenye laidi peke yake. Wa minaswaghirat, na penye naruhusiwa kama itakuwa ni watoto wa kike ndio wanapiga dufu hizo. Wakadha sama'u nisa min banati jinsihin, na vile vile inaruhusiwa kwa wanawake kusikilizwa na wanawake wenzao. Ikiwa kama ni wanawake wakubwa wanapiga dufu, basi wanasikilizwa na wanawake wenzao siku ya laidi na siku ya harusi. Ama wanaume hawaruhusiwi kusikiliza wanawake wakubwa, bali wanaruhusiwa kusikiliza watoto wa kike wakipiga dufu kwenye harusi na kwenye laidi. Ama siku za kawaida mtu anakamata anatia kaseti, anatia CD, wanapiga dufu wanasikiliza, ni haram isipokuwa siku ya laidi peke yake na siku ya harusi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، روى البخاري ومسلم
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر إلى لعبهم. Anasema mama yetu Aisha katika hadith ambayo kaipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, kwa siku moja nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallama akisimama kwenye mlango wa chumba changu. Mahabeshi walikuwa ndani ya msikiti wakicheza, na siku hiyo ilikuwa ni siku ya Eid. Kwa na Mtume alayhi salatu wasalam akawa amenifunika nguo yake nikitizama namna wanapocheza mahabeshi ndani ya msikiti. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu, masufi wakaitolea hoja kuwa ni dalili ya watu kucheza msikitini. Hadithi hii iko wazi, ni hadithi sahihi. Mtume alayhi salatu wasalam, ilikuwa ni siku ya Eid, mahabeshi wako msikitini wanacheza, masahaba wa Kihabash, na Mtume yuko mbele ya mlango wake anatizama. Mama yetu Aisha akaja, Mtume akamfunika, akawa anatizama michezo ile. Kwa masufi wakasema, si mnaona mahabeshi wamecheza msikitini na Mtume akiwatazama na hakuwakataza, kwa hiyo inajuzu kucheza msikitini. Tutawajibu kwa kauli za wanazuoni wa Imam Shafi'i rahimahullah, au wanazuoni katika madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullah, kwa sababu masufi wao wanajinasibisha kwa Shafi'i kadhiban wa zura, kiuongo. Lakini sisi tutazungumzia wamezungumza vipi kauli hizi. قال القرطبي رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله، إمام النووي رحمه الله alipokuwa anatafsiri hadithi hii katika sharh ya Muslim akasema fihi jawazu al-la'ib bis-silah. Katika hadithi hii ndani yake kuna kujuzisha mtu kucheza kwa silaha, wa nahwihi min alati al-harbi, na mfano wake katika vyombo vya kutumia kwenye vita, fil masjid, ndani ya msikiti. ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد. na vile vile vitu ambavyo vinasaidia watu katika kujisaidia katika jihad vinaingia katika hii. Inajuzu watu kucheza na silaha msikitini. Maswahaba wale wa Kihabeshi walikuwa hawachezi kama ibada, bali walikuwa wanafanya zoezi msikitini ya silaha, wakiruka msikitini na silaha. Imamu Nawawi akasema katika hadithi hii inaruhusu mtu kuchezea msikitini wakati anafanya zoezi ya silaha kama walipokuwa wakifanya maswahaba hawa. Waqala al-Qurtubi rahimahullah, vile vile Qurtubi akasema wa amma ar-raqs wat-tawajud fa awwalu man ahdathahu ashabu as-Samiri. Ama mambo ya kucheza cheza msikitini na mambo ya kukusanyika katika jambo hilo, wa kwanza waliolianzisha jambo hilo ni watu wa Samiri. Wale watu ambao zama za Musa wametengenezewa ng'ombe na bwana mmoja anaitwa Samiri, wakaanza kuabudu ng'ombe ile. Kipindi hicho walikuwa wanaabudu ng'ombe ile huku wakicheza. Kwa masufi kucheza msikitini, jambo hili wamelichukua kwa Samiri na watu wake ambao walikhalifu Musa, wakajitengenezea ng'ombe ya kuabudu. Ibadallah, وقال الأذرعي في توسطه، akasema Imam al-Azra'i katika madhhabu ya Imam Shafi'i, Imam huyo anasema hivi: wa'lam, tambua, anna tawaifa min al-mughramina bir-raqs min al-mutafakkira ay mutasawwifa wa man hadha hadwahum min al-mutafaqqiha tawahhamu anna hadith zafn al-habasha fi al-masjid والرقص دليل واضح على جواز الرقص في المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه. أنا سيما إمام الأذرعي رحمه الله تعالى tambua kuwa kundi ambalo limependezeshewa na mambo ya kucheza cheza msikitini miongoni mwa masufi na wale ambao wamefuata njia zao wakadhani kuwa
hadithi hii ya mahabeshi kucheza msikitini ni dalili ya kuwaruhusu wao kufanya jambo hilo, kwa inafaa kucheza msikitini na kuimba msikitini na kupiga madufu. Anasema imamu, wadhālika khata'un sarih, na hiyo ni kosa lililokuwa wazi, wa jahalun qabih, na ni ujinga uliokuwa mbaya, yu'rafu bibayani alhadith, na jambo hilo litabainika kwa kuibainisha hadithi. Kisha akasema al-Imam al-Azra'i rahimahullah, wal jawabu anhu kama huwa madhkurun fi kalami al-Qurtubi, na majibu yao watu hao ambao wanachukua hadithi ya mahabeshi kwa ndo dalili ya wao kucheza msikitini, majibu yao ni kama ilivyotajwa katika maneno ya Imam al-Qurtubi. Akasema amma al-hadithu falladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim fihi anna dhalika kana yawm 'Eid yal'abu fihi as-Sudan bid-darq wal-hirad fi al-masjid. Anasema ama hadithi ambayo imepokelewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim, siku hiyo ilikuwa ni siku ya Eid. Wale maswahaba wa Kihabeshi walikuwa wanachezea kutumia ngao na silaha, wanachukua ile ngao ya kujilinda silaha kwenye vita pamoja na silaha, wanacheza nayo msikitini siku ya Eid. Kisha akasema faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisha tashtahina tanzurin, mtume akamuuliza Aisha, je, unataka na kutazama michezo hiyo? Faqalat na'am, mama yetu Aisha akasema ndiyo. فأقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه خدي على خده وهو يقول, mama yetu Aisha anasema mtume akanisimamisha nyuma yake, kisha shavu langu likashikana na shavu lake tukitizama, kisha mtume yuko akisema dunakum ya bani arfida, mtume akiwahimiza wale maswahaba walazimiane na mchezo wao ule. Kisha anasema wa wajhu tamasukihim أنهم رقصوا في المسجد وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بل أغراهم بقوله يا بني أرفدة، ثم أباح لعائشة رضي الله عنها النظر إليهم فكان دليلا على إباحة الرقص وجوازه. كيش نسمع الشيخ رحمه الله تعالى كيش واتهاو هما صحابة kushikamana nao, kushikamana na mchezo huo jinsi walivyokuwa wanacheza msikitini na namna mtume alivyoamrisha, bali akawaambia lazimiane na mchezo huyo. Akamwambia mama yetu Aisha, tizama, masufi wakatolea dalili hadithi hii kuwa ni dalili ya wao kucheza msikitini. Waljawab, anasema shekhi, na majibu kwao, anna hadha alhadithu la yatanawalu mahalla an-nizaa, wala hadithi hii haitumii sehemu ya mizozo. Eti wale waseme na ruhusu kupiga dufu msikitini na kucheza, wala hadithi hii haitumiki sehemu hiyo. Fa inna dhalika lam yakun min alhabashati raqsan ala ghina, kipindi hicho mahabeshi walikuwa hawachezi na nyimbo, walikuwa waimbi nyimbo na kucheza, wala darban bil aqdami wala isharatan bil akmami, wala walikuwa pikipiki miguu kwenda mbele na kurudi nyuma na kurusha mikono, walikuwa wafanyi vile kama wanavyofanya masufi. Kisha akasema Imam, bal kana la'iban bisilah, bali mahabeshi walikuwa wanacheza kwa silaha, tadriban ala istimali silahi fi alharb, walikuwa wanafanya zoezi la kutumia silaha katika vita, watamrinan ala alqarri walfarri watta'ni wattarb, walikuwa wanafanya zoezi la kwenda mbele na kurudi nyuma na kutumita na kupiga. Wa idha kana hadha sha'an wa idha kana hadha huwa sha'an, anasema Sheikh, ikiwa kama hili ndiyo jambo walikuwa kilifanya maswahaba, fa aina af'alul makhanisi wal mukhannathina min af'alil abtali washuja'an, vipi utafananisha matendo ya makhanisi wanayofanya leo misikitini uyafananishe na matendo ya mashujaa wa kisahaba? Akataja hivi hivi mwanachuoni, akawafananisha masufi jambo ambalo wanalifanya msikitini kuwa ni jambo la makhanisi. Vipi jambo la makhanisi
wa kisufi wanalifanya msikitini, utalifananisha na jambo la maswahaba walikuwa wakifanya zoezi msikitini? Bila shaka ni mambo ambayo hayaingiliani. Kwa ndugu zangu Waislamu, akanukuu al-Imam at-Tartushi rahimahullah akasema madhhabu sufiyya batalatun wa dalala wa jahala, madhehebu ya kisufi ni madhehebu ya batil, ni madhehebu ya upotevu, ni madhehebu ya ujinga. wama al-islamu illa kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wasallama, wala uislamu si chochote isipokuwa ni kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wa amma raqs wa tawajud fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri, ama jambo la kucheza msikitini, jambo hilo watu wa kwanza walioanzisha ni watu wa Samiri, wale walioabudu ng'ombe ndio wameanzisha jambo la kucheza msikitini. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila anayechukua jambo akalinasibisha katika ibada hali ya kuwa lina dalili, jambo hilo linamrejelea wala hana malipo. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, fa kullu man ahdatha shay'a wa nasabahu ila ad-din, kila ambaye anazua jambo kisha jambo hilo akalinasibisha katika dini, walam yakun lahu aslun min ad-din yarju ilayhi, wakati jambo hilo halina asili katika dini, halina dalili katika dini, fa huwa dalala, jambo hilo ni upotevu, wa dinu minhu bari, na dini ya Uislamu iko mbali na jambo hilo. Kwa mambo ya masufi kucheza msikitini hawana dalili ya hilo, wala hakuna sahabi wa mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kucheza msikitini, isipokuwa matendo haya ni ya masufi hadahumullahu ta'ala. Kwa hiyo haitakikani muislam kufuata njia kama hizo. Na qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, madhhabu al-a'immati al-arba' anna alati al-lahw kullaha haramun. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kuwa madhehebu yote manne ahlus sunnah wal jamaa wamezungumza kuwa ala za nyimbo zote ni haramu. Kwa madhehebu yote manne wamekubaliana uharamu wa nyimbo. Haifai watu kuimba, haifai watu kucheza msikitini kama wanavyofanya masufi, kama alivyowafananisha mwanazuoni kuwa ni kama makanisa wanayofanya msikitini. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze katika njia iliyokuwa ya kheri. Na badala nzuri ndugu zangu Waislamu ni Qur'an. Kama usikilize nyimbo, badala nzuri sikiliza Qur'an. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu wa Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.